Sasa tunajua kama kwa kutangaza habari njema tangu zamani ni shabaha kubwa. Hata Yesu Kristo mwenyewe alitangaza habari njema. Alikuwa na namna yake ya kuweza kutangaza habari njema. Alikuwa anatumia sauti yake. Hata mara moja aliweza kutumia mtumbwi akaingia baharini, akamwambia tusogee kidogo, namna yake ya kutangazia watu. Hata katika historia ya Eklesia tunajua kama shabaha ya kwanza ya Eklesia ni kutangaza habari njema. Kuna mtangazaji wa habari, tunaona ni msimamizi wetu, sawa vile Francisco wa Sale. Yeye alikuwa akitumia vitabu. Katika hali ya historia tunajua kama Eklesia inaweza kuchunguza namna ya kuweza kutangaza habari njema. Sasa kwa leo Eklesia sherti ichunguze wanatumia mitandao ya leo, mitandao ya kijamii. Na Eklesia sherti iweze kutumia mitandao hii kwa kuweza kufikia watu wote, hasa wa vijana. Tunajua hata Papa Benedikto wa 16 alianza kuwa hata na Twitter na aliweza kusudi aweze kukutana watu wote. Na leo hii kama sisi hatutumie mitandao ya kijamii, kutakuwa watu wengi hawatasikia habari njema. Ndiyo maana naweza kualika hata mapadri. Naona wapadri wamoja wanaweza hata kutia habari njema katika mitandao ya kijamii. Hata redio zimoja zinaweza kuwa na mitandao ya kijamii ili ziweze kukutana watu wote na kuwatangazia habari njema. Kumbi ni heri Eklesia yaanze kujifunza zaidi, ikutane na watu wote bila kusahau mitandao ya kijamii. Ni kweli tunajua kama namna yetu ya kuweza kutangazia watu habari njema kwa redio, kwa television, kwa habari mbalimbali, kwa maandiko, hata kwa mitandao, inaweza kusaidia watu kufikia amani. Kwa sababu watu wamoja walitumia hata maredio kwa kuweza kutenganisha watu. Lakini nasi tunaweza kutumia hali ile kwa kuweza kutanisha watu, waweze kuzungumuza, waweze kusikilizana, tunaweza kutangaza hii. Kumbi radio, television na mitandao ya kijamii ni ya muhimu sana kwa kuweza kutufikia amani. Ndiyo maana naweza hata kuweza kusalimu wale wanao wasikilizaji wa hii mitandao. Tunajua kama vile television, tunasikia kama ni Pachis TV. Maana yake ni TV ya kuweza kuhudumia watu wa amani. Na ndio maana nafurahi nasi tuweza kuiga, nasi tukue na mitandao ya amani, radio ya amani, television ya amani, ili tuweze kuishi katika nchi yetu, tuweze kuwa na amani ya kweli. Hii ni ya muhimu kabisa. La dernière question, est-ce que dans le monde actuel, les jeunes d'aujourd'hui, même aussi chrétiens, comment ils peuvent exploiter l'Internet et les médias sociaux, les communications numériques pour s'améliorer davantage dans l'évangélisation? Tunajua kama wavijana wanaweza kutumia mitandao ya kijamii, wavijana wengi. Na wakati wanatumia mitandao ya kijamii, ni kweli wanakuwa hata na marafiki wenye hawajaona. Wanaweza kuwa na marafiki maelfu na maelfu. Na sisi tunaweza kuwa marafiki wao kwa kuweza kuwatangazia habari njema. Ndiyo maana wa vijana wakati wanatumia mitandao ya kijamii, tusiwaachilie huko tunasema ni mambo ya vijana tu. Lakini tujue kama ni mambo ya sisi wote, hata wazee waanze kujifunza na kutumia mitandao ya kijamii. Kisi nilisema hata Papa tunajua Benedikto wa 16 aliweza kutumia mitandao ya kijamii, nasi tuanje kujifunza kusudi tuweze kutumia vijana wetu. Asante sana Papa. Na mimi nakushukuru. Asante sana. Nashukuru vile vile watangazaji wa hii TV ya Regina Pachis. Mimi naweza kuwashukuru sana wale wanaohudumia, wale wote watangazaji na hasa wasikilizaji wote wa Pachis TV. Na mimi najua hata kwetu wamoja wanafuata hii television ya Pachis TV. Ni kusema kwamba hapo Goma wanatufuatilia sana. Ndiyo, hata Goma wanafuata, wanaangalia Canal Plus. Canal Plus tunaweza kufuata hii mitandao. Tunajua kama television ya Pachis TV tunaifuata hata Goma.
najua kama hata hatukuambia wafuate au wanachunguza, wanaangalia kama sanamu ni nzuri sana, wanaifuata, na mimi nawaalika nao vile vile waendelee kuifuata, kwa sababu hii ni television ya amani, nasi tuko na hamu ya amani kwetu, na sisi tuanje kujifunza vile tuweze kuwa na mitandao ya amani. Okay, asante sana. Na mimi nakushukuru. Asante.